Na mpendo wa mtazamaji wa Ngesi Media, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Karibu sana katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, kipindi cha Utatu Mtakatifu. Na mimi naitwa mchungaji Godliven Maximilian Ngesi. Ninakukaribisha sana. Kama ndio mara ya kwanza umeingia katika channel hii, usiache kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification pindi tunapoweka video zetu mpya. Karibu katika somo la leo. Leo tuko kipindi cha pili tangu tumeanza safari hii. Na somo la leo nimelipa title inayosema mkanganyiko mkuu. Mkanganyiko mkuu. Kwa nini uwe mkanganyiko mkuu? Leo tunajifunza mitazamo mbalimbali ambayo watu wengi leo katika dunia hii wanayo dhidi ya fundisho hili la Utatu Mtakatifu. Utagundua ya kwamba katika mitazamo hii wengi wamechanganywa, wengi wamepotoshwa, wengi wameelekezwa katika njia ambayo sio sawa. Na ndio maana ni muhimu sana tukajifunza jambo hili ili tuweze kuupata ule mtazamo sahihi ambao kwa huo tutaushikilia na tutadumu kuwa na imani na Mungu kama alivyojifunua katika neno lake. Katika somo hili tunapojifunza mkanganyiko mkuu, huu mkanganyiko mkuu upo katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni kundi la wale ambao wako ndani ya imani ya Kikristo. Lakini kundi la pili ni la wale ambao wako nje ya imani ya Kikristo. Hapa naongelea ndugu zetu wa Budha, ndugu zetu wa Islamu na ndugu zetu wa jamii nyingine nyingi. Kwa hiyo utagundua huu mkanganyiko mkuu umewakumba wanadamu wote, wale wanaomwamini Kristo na wale wasiomwamini Kristo. Wamechanganywa na watu hawaelewi hasa fundisho hili la Utatu Mtakatifu. Katika mitazamo hii tuanze na mtazamo huu wa kwanza. Mtazamo wa kwanza, kuna wale wanaodai ya kwamba fundisho la utatu ni fundisho la kipagani. Kwa kuna baadhi ya watu, na hawa wengi wao wako katika jamii ya Kikristo, wanadai ya kwamba fundisho hili ni fundisho la kipagani, kwamba lilianza katika jamii za kale huko na dini za kipagani na likaingizwa katika imani ya Kikristo. Kwa hiyo wengi wana mtazamo huo ya kwamba fundisho la Utatu Mtakatifu ni fundisho la kipagani. Kwa hiyo watu wengi wana mtazamo huo, na hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni la wale ambao wanadai ya kwamba fundisho la Utatu Mtakatifu liliingizwa katika imani ya Kikristo katika Baraza la Nikea mwaka 325 BK, yani baada ya Kristo. Na hili pia ni kundi la wale ambao wako miongoni mwa Wakristo. Kuna baadhi ya watu ambao hawataki kuchimba na kujifunza zaidi ili waweze kujua, wanadai ya kwamba fundisho hili liliingizwa katika imani ya Kikristo mwaka 325 kwenye baraza lile la Nikea. Hilo ni kundi la pili. Na kundi la tatu, hili ni kundi zuri kidogo, kwa sababu kwanza wao wana hatua fulani ambayo wanahitaji tu waongezewe. Ni wale ambao wanaamini ya kwamba fundisho la Utatu Mtakatifu ni fumbo la imani. Sasa hili kundi ni miongoni mwa jamii ya Wakristo. Wanaamini kabisa vizuri kuna Mungu Baba, wanaamini kuna Mungu Mwana, wanaamini kuna Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wanaamini ya kwamba imani hii ni imani ya Kikristo. Lakini wana ukomo mahali fulani, kwa sababu wanafundishwa kila siku wanapoenda kanisani ya kwamba fundisho la Utatu Mtakatifu ni fumbo la imani. Na hapa kuna jamii kubwa sana ya Wakristo. Nisikilize vizuri, kama wewe ni Mkristo unafundishwa ya kwamba fundisho la Utatu Mtakatifu ni fumbo la imani, sikiliza, ni saa ya kuamka na kujifunza neno la Mungu kwa dhati. Fundisho hili sio fumbo la imani. Kwa nini sio fumbo la imani? Kumbukumbu la Torati sura 29 mstari wa 29, neno la Mungu linasema, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno ya sheria hii. Kwa hiyo maandiko yako wazi ya kwamba kuna mambo yaliyofunuliwa na kuna mambo ambayo hayajafunuliwa. Yale mambo ambayo hayajafunuliwa, hayo sio yetu, ni siri ya Mungu. Na mambo yaliyofunuliwa, hayo ni yetu sisi na watoto wetu siku zote. Na ndio maana swali la msingi la kujiuliza katika kundi hili la watu wanaodai ya kwamba imani ya Utatu Mtakatifu ni fumbo la imani, je, Utatu Mtakatifu ni fumbo la imani? Jibu ni la hasha, sio fumbo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amefunua, na ndio maana kipindi hiki kipo ili kukufunulia wewe ambaye siku zote na miaka yote unaaminishwa ya kwamba hili ni fumbo la imani.
Sasa kuna wale wengine wanaodai ya kwamba fundisho la utatu linahusu miungu watatu, na hii miungu watatu inahusianishwa na miungu ya kale, miungu ya zamani ambayo yenyewe ilikuwa ikiaminiwa ya kwamba hii ni miungu watatu, na hiyo imani ya miungu watatu inaitwa tritheism. Tritheism tutajifunza katika vipindi vya hapo mbele, tuangazie ukweli wa mambo haya. Kundi la mwisho kwa siku hii ya leo, kuna wale ambao wanaamini ya kwamba fundisho la Utatu Mtakatifu ni fundisho la kibiblia. Hao wanaamini kabisa kwa ushahidi wote ya kwamba fundisho hili ni fundisho la kibiblia tangu Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Vitabu vyote 66 vinafunua juu ya ukweli wa fundisho la Utatu Mtakatifu. Hiyo ni mitazamo mbalimbali, na wewe una sehemu ya kuchagua mtazamo wako, lakini ninakupendekezea uamini ya kwamba fundisho la Utatu Mtakatifu ni fundisho la kibiblia. Na ndio maana tuko hapa tukichimba Biblia na kuangalia jinsi Mungu alivyolifunua fundisho hili katika maisha yetu. Mungu akubariki. Mungu aendelee kuwa nawe. Asante kwa kufuatilia tafakari ya siku hii ya leo, na nakualika tena siku ya Jumanne tuangalie kitu kingine cha msingi ambacho kitatuongoza katika kumjua Mungu wetu. Mungu akubariki. Endelea kuwa pamoja nasi.